Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma Michael Maganga ameeleza namna jeshi hilo lilivyofika eneo la tukio na kufanya uokoaji. Jeshi la zimamoto na uokoaji limepambana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vilikuwepo katika eneo hilo. Tumeshirikiana pamoja na wananchi. Vibanda 9 vimeteketea wafanyabiashara hao, lakini kuna vibanda 8 ambavyo vimeokolewa. Chanzo inasemekana kwamba kulikuwa na jiko kwenye baadhi ya vibanda hivyo vilivyokuwa vimeteketea. Jiko hilo lilikuwa limeinjika maharage. Kwa kipindi hicho mhusika hakuwepo, na ndipo baadaye moto ukawa umetokea pamoja na kuweza kuenea katika vibanda vingine ambavyo pia vimekwisha kuvielezea kwamba vimeteketea. Ila mabanda mengine yanayofuata kama 6 kurudi nyuma huku ambayo yalikuwa yanafuatana na yenye ambayo yalikuwa ishaanza kuwaka moto, ina maana yalikuwa yashateketea, moto ulikuwa mkali, hayawezekani kuokoa chochote kilichokuwemo mle ndani. Kwa upande wake mkuu wa Kigoma Balozi Simon Siro amefika eneo la tukio na kuzungumza na wananchi na wajasiriamali wadogo wanaofanya shughuli zao katika mtaa huo wa Kibirizi. Limetokea kwa sababu moja, uzembe wa mtu mmoja unaweza kuleta athari kwa Tanzania. Tena tunamshukuru Mungu kwamba hatukupata mwanadamu aliyeungua au mtu kufa au kupata majeraha makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, uzembe wa mtu mmoja unaweza kutuletea tatizo. Kwa hiyo niwaombe sana wale wanaotumia majiko kupikia, kabla hujaondoka kwa banda lako hakikisha unazima moto.